Wakati idadi kubwa ya watu ikiongezeka katika kijiji cha Samunge, Loliondo, wilayani Ngorongoro, kwa mchungaji Ambilikile Mwasapila, hiyo ni mapema mwaka 2011, wapo walioshindwa kukifikia kikombe hicho cha uzima na kuishia kukutana na muumba wao. Wengine labda ni kutokana na umbali, palikuwa ni parefu sana, mahali ambapo palikuwa hapafikiki kwa urahisi. Lakini wengine ni kutokana na kukosa huduma za uangalizi wa karibu, hasa baada ya kukimbia hospitali ili kwenda kupata dozi itakayofanya kazi kwa haraka zaidi. Watu walikufa. Na kibaya zaidi ni kwamba wapo waliofia njiani wakati wanakwenda. Kwa hivyo wasafirishaji hao wenye magari wakisema watoe taarifa kwao inakuwa sio sawa. Wakaja na mbinu, wakagundua mbinu ya kuficha maiti, wanazikalisha kwenye magari. Hili ni faili la 3 ndani ya Seva, story ya vikombe na vidumu. Mwanateolojia Profesa Mika Vakangas aliyefika Samunge kulonga na mchungaji Mwasapila, wengi walikuwa wanamuita Mwasapile, anasema watu walivutiwa na dawa ya mzee huyo kutokana na kufanana na baadhi ya watu wa Mungu kama Yohana Mbatizaji ambaye alikuwa akihubiria nyikani, huku mahubiri yake yakiwa hayamfaidishi chochote kifedha. Ukimcheki hivi unasema huyu mzee atatajirika kweli kwa staili hii. Lakini pia watu walimfananisha na nabii kutoka Kongo, Simon Kimbangu, ambaye aliishi enzi za ukoloni. Naye pia hakuweka pesa mbele. Watu wakasema huyu ndo mwenyewe. Kwa sababu gharama ya kikombe ilikuwa ni shilingi 500 tu, na mzee akasema shilingi 200 ni kwa ajili ya kanisa, 200 nyingine ni kwa ajili ya kuwalipa wafanyakazi wake wale sasa ambao walikuwa wanabeba vile vikombe kuwapelekea watu, na shilingi 100 ni pesa yake binafsi. Lakini akasema hata hiyo shilingi 100 inayokwenda kwake haitumii, kwa sababu anasema kila kitu kuhusiana na dawa hiyo ni kwa mujibu wa maono aliyopewa na Mungu. Kwa hiyo hata hiyo shilingi 100 aliyopewa hata itumia mpaka pale Mungu atakapompa maelekezo. Watu wakasema ndo huyu sasa. Huyu ndo mwenyewe. Watu wakaanza kumiminika. Kwa wale ambao hawakuwa na bahati walifariki njiani. Hapo ndipo tatizo likajitokeza. Badala ya wasafirishaji kutoa taarifa kwa mamlaka kuhusu vifo vya wagonjwa njiani, ili gari la wagonjwa, ambulance, ipeleke miili mahali sahihi kwa wakati, wakawa wanawakalisha kwenye viti na kuwafunika mashuka kama wagonjwa mahututi hivi, ili kukwepa gharama za usafirishaji wa maiti hizo. Lakini wasafirishaji hao walibuni huo mtindo wa kuchanganya abiria na maiti kwa kushirikiana na abiria vile vile. Yaani huo mpango abiria wenyewe walishirikiana ili wasubiriane. Hasa mtu anaona safari tu mpaka kufika hapa Waso imetuchukua siku 7. Sasa huyu mwenzangu kashafia hapa. Nikisema ni mripoti inamaanisha hawezi akapelekwa yeye mwenyewe kule mochwari. Itabidi na mimi niende naye. Sasa kikombe cha babu nimekikaribia. Kwa hiyo anaongea sasa na mwenye gari, bwana naomba huyu ndugu yangu kashafariki mkalishe hapa akae. Tuende naye hivyo mdogo mdogo. Tukifika kwa babu tukichukua kikombe tunarudi naye. Wakati wa kurudi ndipo tutasema kwamba jamani kuna mtu kafariki njiani. Na ilifika hatua wapo abiria ambao walikuwa wanashirikiana na wasafirishaji kulizuia gari la wagonjwa, ni ambulance, kwa magogo na mawe. Gari hiyo ikiwa inakuja ile yanaikuwa magogo njiani makubwa. Sasa ile ambulance mpaka ifike pale, jamani mawe vipi, namna gani vipi, na muda unazidi kwenda. Umeona? Lile gari ambalo kuna maiti kule mbele linazidi kusogea mdogo mdogo linapotea. Kwa hiyo walizuia ili maiti hizo zisigundulike na timu hiyo ya ulinzi na usalama iliyowekwa na mamlaka husika ya wilaya ya Ngorongoro. Mkuu wa wilaya ya Ngorongoro wakati huo, Bwana Elias Wawa Lali, alisikitishwa sana. Akasema kwamba hali hiyo inaongeza ugumu wa kutoa huduma kwa wananchi, na hata wale wagonjwa mahututi nao pia inakuwa ni ngumu kuwafikia. Sasa mtu kaeka magogo utawafikiaje? Kizingatia kwamba msururu wa magari uliongezeka kwa kiwango kikubwa na kufikia kilomita 30 kilometers. Watu walizidi kuingia kwa babu. Utawakataza? Kwanza utaweza? Sasa ikawalazimu wakuu wa mikoa 6 inayopakana na Arusha,
wakutane sasa jijini Arusha pamoja na mheshimiwa mmoja ili wapunguze idadi ya watu wanaoingia Loliondo. Neville Meena anakumbuka mengi. Unajua mahali penye wengi pana mengi. Mimi niwahi kushuhudia mtu aliyekufa. Vifo vitokea pale kwa babu pale hapo Samunge? Hapana, isipokuwa vifo vilitokea pengine katika ule msururu, kwa sababu kulikuwa kuna changamoto moja. Watu walikuwa wanakwenda hospitali kuwachukua wagonjwa wanakuja nao pale. Mpaka kipindi fulani yule mzee mchungaji Ambilikile Mwasapile, japokuwa alikuwa anasema anaitwa Mwasapira, lakini naona ile Mwasapile ndio lilichukua nafasi. Alikusema unaweza ukaita vyovyote Mwasapile au Mwasapira, lakini akisema ukitaka kunyosha unasema Mwasapira. Lakini sasa media zote zinaandika Mwasapile. Mchungaji Ambilikile Mwasapile aliwahi kutamka kwamba msiwachukue wagonjwa hospitali, na mnao kunywa dawa endeleeni kunywa dawa, msiache dawa za hospitali. Alikuwa anasisitiza sana. Kwa kuna watu walikufa. Na katika uchunguzi wetu pata bahati ya kupata orodha ya waliokufa. Watu walifika mpaka, nakumbuka kipindi kile waliokufa walikuwa 186. Kwa orodha ya hospitali sisi tulipataje hiyo? Nzibini za uandishi. Na kwa majina pia. Nakumbuka. Na wale majina nachoweza kukumbuka, ambacho nakumbuka pekee, jina la kwanza lilikuwa la mke wa aliyekuwa mkuu wa mkoa wa Singida kipindi hicho. Tulipata ile orodha watu waliokufa, na ile habari tuliandika kwa sababu tulikuwa tuna document ambayo inathibitisha. Sasa ilikuwa ni muhimu kupata waraka ule, kwa sababu sisi hatukuwa na uwezo kama waandishi, hatukuwa na uwezo. Ile eneo lilikuwa ni kubwa, kama nilisema, barabara zilikuwa zipitiki wakati mwingine. Kule barabarani watu, kuna magari yamepanga, kuna foleni, yani hamna mahali pa kupitisha gari. Nakumbuka siku ambayo tumejaribu kutembea, tulikwenda na aliyekuwa mkuu wa polisi wa Ngorongoro. Alikuwa anaitwa Mponjoli Mwabulambo, ambaye baadaye alikuja kuwa RPC Geita. Siku hiyo ndio alikuwa anajaribu kwenda kuangalia uhalisia, na sisi ndio tukapata nafasi ya kufuatana naye. Lakini hatukufika mwisho ule mstari. Sisi tulifika katikati, tukaona kama tunaenda mbali, tukaamua kugeuza, kwa sababu sasa yeye anafanya kazi ya kipolisi, tunafanya kazi ya kihabari. Tuliona kwamba hapa tulipofika tumeona watu wengi, tumezungumza nao, inatosha. Hatuwezi kusema tuna cover kila kitu. Kwa hiyo lilikuwa kubwa, na matukio yalikuwa yanatokea katika nyakati tofauti. Na ujue mtu akifariki, polisi watafahamu na hospitali watafahamu. Kwa hiyo ile orodha tulipata hospitali ya wilaya ya Ngorongoro. Kwa hiyo ilikuwa na uhakika, kwa sababu ni wale watu ambao walifariki na wameingizwa mochware na maiti zao zilichukuliwa, kwa wengine kuzikwa na wengine na ndugu zao. Na vilitokea katika mazingira hayo ambayo nakueleza, kwa sababu mtu anatoka huko ni mgonjwa sana, na mtoa hospitali, alikuwa na drip, umezichomoa, unategemea nini? Anakaa kwenye mstari 24 hours, 48 hours, sasa 72 tu kwenye mstari, ataishije? Mimi niliandika makala nyingi. Wakati tunaendelea kuandika, watu wa Twaweza East Africa walifanya utafiti wao ule unaoitwa Sauti za Wananchi. Walikuwa na section ndogo kama ya nyongeza kwamba watu wengi waliokwenda kunywa kikombe cha babu walikufa, walisema. Lakini mimi nikaa na tofauti na mawazo yao, waliwafikia wangapi? Kwa sababu pale watu walikuwa wanapita kwa mamia kwa siku. Umeelewa? Mamia kwa siku. Sawa. Lakini pili, kwani babu alisema dawa inazuia kifo? Hiyo tunatofautisha kati ya kupona, sawa, na kuzuia kifo. Yeye anasema inaponya magonjwa. Changamoto ilikuwa ni kwamba je, labda uponyaji wa muda gani? Labda hatakuwa na specification. Lakini ni kwamba alisema hii dawa inatibu 1 2 3 4 5. Wapo walioshuhudia kwamba walipona. Kwa hiyo hakuna utafiti wa kisayansi ambao umewahi kufanyika kuwafikia allow sampling ya watu. Za hii issue ya kikombe cha babu iliwapa tabu sana hata viongozi wa ngazi ya juu wa serikali. Kigogo mmoja alikuja akatoa siri baadaye sana. Nani huyo? Faili linafuata.